Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kabla sijaja nilikuwa najaribu kuobserve kitu na nimegundua kwamba kila ambaye alikuwa anapewa nafasi anaongea kiduchu. Kwa hiyo na mimi nitaongea kiduchu. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana mahali hapa katika uzinduzi wa kampeni ya kiduchu. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu kwa heshima kubwa mlionipa ya kunialika kwa mgeni rasmi katika hafla hii yenye lengo la kuimarisha urejeshaji wa mikopo ya elimu ya juu hapa nchini. Niwape salamu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Anawasalimu sana, anafahamu kazi nzuri ambayo bodi inafanya na anawapongeza sana. Ndugu wageni waalikwa, serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuharamia mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu ili kuongeza fursa ya elimu ya juu kwa vijana wa Kitanzania. Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, serikali imetoa jumla ya shilingi trilioni 3.6 kuwawezesha wanafunzi kusoma katika vyuo vya elimu ya kati na taasisi za elimu ya juu. Hata hivyo, mafanikio ya mpango huu pamoja na uwezo wa kuwafikia wanafunzi wengi zaidi yanategemea kwa kiasi kikubwa urejeshaji wa mikopo ili kutoa nafasi kwa vizazi vijavyo kunufaika. Ndugu wageni waalikwa, kwa mujibu wa taarifa mkurugenzi mtendaji, serikali kupitia Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi trilioni 1.84 kutoka kwa wanufaika 403,917 kwa kipindi cha miaka mitano, yani 2021-2022 na 2025-2026. Kiasi hiki kilichokusanywa ni sawa na 70% ya marejesho yaliyoiva. Katika mwaka wa fedha 2025-2026 hadi kufikia mwezi Machi 2026, jumla ya shilingi bilioni 175.9 tayari zimekusanywa, lengo likiwa ni kukusanya shilingi bilioni 220. Ni imani yangu kuwa kwa mwenendo huu na kupitia kampeni hii mtaweza kuvuka lengo kwa kukusanya angalau shilingi bilioni 225 ifikapo tarehe Juni 30, 2026. Nimeelezwa hiki kitakuwa kiasi kikubwa zaidi kuwahi kukusanywa tangu kuanzishwa kwa Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu, na nishukuru fursa hii kwa kupongeza sana. Ndugu wageni waalikwa, napenda kusisitiza kuwa kampeni hii si mbadala wa juhudi zilizopita, bali ni mwendelezo wake. Nakumbuka kampeni ya Sifurisha aliyoitaja mkurugenzi mtendaji iendelee kuwapa fursa wanufaika wenye uwezo wa kulipa madeni yao yote kwa mkupuo. Vile vile kampeni ya Fichua, na tumeambiwa hapa wengine baada ya kuanzishwa kampeni hii ilibidi wajifichue wenyewe, pia nayo iendelee kusaidia kuwabaini wanufaika wenye kipato ambao hawajaanza kulipa ili kuwahimiza kujitokeza na kuanza kulipa. Upekee wa kampeni ya kiduchu ni kwamba inalenga zaidi kubadili tabia na mtazamo wa kuhamasisha ulipaji wa hiari na endelevu hata kwa wale wanufaika wenye kipato kidogo, kama alivyozungumza Teacher Paul hapa kwamba hata yeye mchekeshaji sasa atakuwa na uwezo wa kulipa deni lake kidogo kidogo, na hilo ndio lengo ambalo la kuanzishwa kampeni hii. Tumeelezewa hapa maana ya kiduchu, lakini mimi niweke in simple language. Kiduchu ni kidogo ya kidogo, yaani kuna kidogo chake ndio kinakuwa kiduchu. Kwa hiyo sasa wewe ukishindwa kulipa kidogo cha kidogo, tena sisi tupeleke wapi? Kwenye kidunyu. Zanzibar tuna kidunyu, yaani kidunyu ni kidogo ya kiduchu. Sasa tusifike huko, kwa sababu tukienda kwenye kidunyu inakuwa ile sasa tunaenda kwenye shilingi 100 ambapo haitatufikisha mahala. Ndugu wageni waalikwa, dhamira serikali ni kuendelea kuunga mkono jitihada hizi
kwa kuhakikisha mifumo ya tehama inaimarishwa, elimu kwa umma inaongezwa na ushirikiano na wadau wakiwemo waajiri unaimarishwa zaidi. Wakati naelekea kuhitimisha hotuba yangu, napenda kutoa wito kwa wanufaika wote wa mikopo ya elimu ya juu kutosubiri kuwa na fedha nyingi ndipo waanze kurejesha mikopo yao, kwani kidogo ulicho nacho ni bora kuliko kikubwa usichokijua. Hivyo inapaswa kuanza na kidogo kilichopo leo, kama wahenga walivyosema, haba na haba hujaza kibaba. Aidha, waajiri, taasisi na wadau mbalimbali na wasihi kuendelea kushirikiana kwa karibu na bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu ili kuhakikisha wanufaika wanatimiza wajibu wao wa kisheria wa kurejesha mikopo kwa wakati. Ndugu wageni waalikwa, napenda kuwapongeza tena bodi ya mikopo kwa ubunifu wa kampeni hii. Unajua sio rahisi kumdai mtu na nimeona dawe ndivyo mnavyohangaika, mnakuja na kila aina ya kampeni. Hii yote kujaribu kuwa na lugha nzuri ile ya kumdai mtu. Kwa hiyo sio rahisi kumdai mtu, na ndio maana tunakuja na kampeni hizi mbalimbali kurahisisha angalau kuwa na lugha ya laini ya kuwadai. Hata deni la binafsi tu, ni hela yako anayo mtu, lakini sasa kwenda kumdai unaanza kuwaza, naanzaje? Unaanza kuandika, unajua mwaka huu mambo hayakuwa mazuri, ndio hizo tena, sifurisha, fichua, mpaka tumefikia kwenye kiduchu. Tunajaribu kuwa na lugha ile laini, sio rahisi kudai. Kwa hiyo niwapongeze kwa kazi nzuri mnayoifanya, na hata mnapindukia malengo. Kiukweli nitakuja kujifunza bodi ya mikopo jinsi ya kudai. Hakikisheni mnaitekelezwa kwa weledi, uwazi na ukaribu na wananchi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.